Mwenyekiti, wakati yote hayo yanafanyika, kuna swala limejitokeza ndani ya chama. Baadhi ya pote la watu wanaofahamika kama G55 wameleta mtazamo hasi na no reforms no election ambayo inakuja kwa ajili ya wanatabora. Wewe mtazamo wako ni upi kwenye hili? Mtazamo wangu ni kwamba sisi tunapokea maazimio ya kamati kuu, na maazimio ya kamati kuu ni kama maagizo, hatuwezi tukayapinga. No reform no elections tumelipokea na tunalisimamia mpaka hapo itakapokuwa vinginevyo tena, pengine kama kamati kuu itabadilisha utaratibu, sisi tutapokea. Kwa hiyo sisi tupo kwa ajili ya kupokea maagizo na kusimamia utekelezaji, na ndicho ambacho tunakifanya mpaka sasa. Huko field watu wako serious na vikao kwa ajili ya maandalizi na kupokea huu ujumbe ambao una mkoa wetu wa Tabora. Kumbuka tu kwamba chaguzi ambazo zimekuwa zinafanyika kwa kweli hazina haki kabisa. Kwa masikio, kwa macho watu wanaona hali jinsi ilivyo. Hata vyama vingine tofauti na Chadema wanashuhudia jinsi ambavyo tunakuwa consumed na utaratibu au mfumo mzima wa uchaguzi. Kwa hiyo lazima tuweke msisitizo mkubwa. Hatuwezi tukaenda moja kwa moja machinjioni hadi kujua kwamba tunaenda kuchinjwa. Ni kitu ambacho kwa kweli hakifai. Binadamu namna hiyo anayeona kwamba hili jambo na madhara afu unakwenda tu. Tumeshiriki chaguzi sana, lakini kwa kweli tumezulumiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunahitaji serikali ibadilishe mfumo wa uchaguzi ili watu wafanye uchaguzi huru na wa haki. Ndio maana sisi Chadema tuliweza kuionyesha serikali kwamba ndani ya demokrasia tuna demokrasia, sio kwamba tunaigiza demokrasia. Kwa hiyo tumefanya uchaguzi wetu kwa misingi ya demokrasia, kwa misingi huru, haki. Kwa hiyo wameshuhudia na wao kwamba mambo yamependaje. Lakini chaguzi zinazofanyika wakati huu, yani mtu anakuwa na karatasi za kura kabla wiki nzima nazo nyumbani amekaa nazo, siku ya uchaguzi anapeleka kudumukiza kwenye masanduku, ni vitu ambavyo kwa kweli vinasikitisha sana. Tunapoteza muda mwingi, tunawaumiza watu wetu, na hata watu wengi fikiri wanaweza kuugua ugonjwa wa moyo kwa sababu mara nyingi wanakuwa na matumaini, alafu matumaini hayo yanaondolewa ghafla. Kwa hiyo mtu anapata maumivu makali sana. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tunaunga mkono no reform no elections kwa sababu za msingi kabisa, kwamba tunahitaji sheria, kanuni na taratibu zibadilishwe ili huu mfumo wa uchaguzi uwe huru na haki. Mwenyekiti James Kabepele, jina lako limeonekana katika waraka wa G55 kama moja kati ya watu wanaounga mkono ajenda hiyo. Unalizungumziaje hili? Kwanza logic kubwa ilikuwa ni watu ambao wanakusudia kugombea ubunge kwenye maeneo yao. Kwa hiyo watu hao ndio inasemekana kwamba walikaa kikao na wakajadiliana kupitisha hayo maamuzi ya G55. Lakini mimi bahati mbaya sana, mdogo wangu, sikuweza kuhudhuria hicho kikao na sikushirikiana katika hayo mambo. Sihitaji kugombea na sijatangaza nia kugombea jimbo la Igaula kama jinsi ilivyoonekana. Kwa mimi sio mgombea, na hicho kikao kilikuwa cha wagombea na sikuattend hicho kikao na sijui kilifanyika wapi. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida. Hata nilipokuwa nachaguliwa mimi kuwa mwenyekiti wa mkoa, kabla ya masaa mawili tengenezwa script ikaonekana mimi nachukua rushwa, kwamba nimepewa rushwa kutoka chama fulani ili niweze kuwa mwenyekiti wa mkoa. Ilitengenezwa script. Kwa hiyo haya ni mambo ya kawaida katika masuala ya kisiasa, lakini nikuthibitishie kwamba hili jambo halipo, na ndio maana baraza la uongozi sisi tulivyokaa na tukakaa kwenye baraza la mashauriano tulivunja tofauti ambazo zilikuwepo kwa masuala ya uchaguzi uliopita. Kuna watu walikuwa wamehasimiana, lakini tulimaliza mambo yote na tumeshikamana. Tabora imetulia, inasonga mbele, hakuna mgogoro wowote. Mwenyekiti, kuna saini yako pale kwenye waraka ule kama moja kati ya watu walioridhia hatua za G55 kuelekea uvutani wa no reform no election. Je, na hii sahihi yako unaizungumziaje? Swala la sahihi hata wewe unafahamu. Ukipata sahihi yangu huwezi kushindwa. Tunatendi vikao mbalimbali, tunasaini, tunafanya nini. Kwa hiyo katika teknolojia ambayo ipo sasa duniani ni jambo jepesi sana. Kuipata sahihi yangu. Mimi naatendi vikao vingi na maeneo mengi, na pengine waliohusika tumefanya nao vikao vingi pamoja kama viongozi wenzangu. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana. Wanachadema wenzako mkoa wa Tabora na kanda ya Magharibi wanakutilia mashaka, mwenyekiti. Je, taarifa hizi unazo? Kwanza hivi ninavyozungumza
kwamba nipo kwenye kikao cha kanda ya magharibi. Kuna kundi dogo ambalo limeonekana kusimama kwa dhamira jinsi wanavyoona wao, lakini ndani ya kanda ya magharibi hatuna hofu yoyote, tuko pamoja, tumeshikamana, na hili jambo halipo katika mioyo ya watu. Ni watu wachache ambao wameweza kulichukua hili kama sababu zao kwa maana nyingine, lakini sio kwa ambao pengine tunafikiria kwamba inaweza kuleta dhamira mbaya kwenye chama. Uvutani huu ambao umejitokeza, pengine mwenyekiti, una tija gani katika malengo ya pamoja ya kufikisha katika nchi ya ahadi kufanikiwa katika dhamira ya no reform no election? Hawa ambao wanajiita G55 warudi kwenye chama, kwa sababu chama ndicho ambacho kilitengeneza maazimio haya na falsafa hii. Kwa hiyo na wao walikuwa viongozi wa chama before, yani maazimio haya yamepitishwa na wao wa viongozi, lakini hawa ambao walitoka hadharani na mheshimiwa mwenyekiti ambaye hakuchaguliwa ndio walitoka hadharani wakatangazia umma wa Tanzania kwamba tumepanga no reform no elections. Kwa hiyo leo hii hawa wanakuja kusema kwamba hapana, haiwezekani. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo wanaipinga hii falsafa ambayo waliandaa wao wenyewe. Sisi kama viongozi ngazi za mikoa na ngazi za chini tumepokea haya maazimio ambayo wao wenyewe waliyatengeneza. Sasa kama wanafanya marekebisho, basi kamati kuu ihusike, itutaarifu sisi kwamba jamani, hapana, hiki tulichokifanya tunaona hakiwezekani, lakini sisi tunaona kwamba kinawezekana. Kinawezekanaje? Kwa sababu watu kuzuia uchaguzi wanaweza kuzuia uchaguzi spiritually lakini sio physically, lakini pia wanaweza kuzuia uchaguzi physically lakini sio spiritually. Kwa hiyo kwa mazingira hayo najua kwamba kamati kuu wanaangalia nini mbele. Kwa hiyo mtazamo huu mimi naona kwamba ni sahihi sana. Tuendelee kushikilia, Watanzania tuelimishe, na wengine tayari wanafahamu haya mambo. Hatusumbuki sana kuelimisha Watanzania kwa sababu haya mambo yamo ndani yao na wanayashuhudia kila wakati.